na polisi kuchukua na gari la polisi sare za Chadema, bendera za Chadema, vifaa mbalimbali vyenye nembo ya Chadema na kuondoka navyo. Kunatengeneza pattern ya mnyororo wa matukio. Sasa ukichanganya na taarifa za tatu za gerezani za mwenyekiti Lissu kuwekewa mipaka ya idadi ya watu na kutakiwa kupelekwa kwa majina, inaashiria hapa kuna kitu ambacho kinaendelea ambacho inabidi kikomeshwe, na tumetuita vyombo vya habari kwa haraka kutaka mambo kadhaa. La kwanza ni kwa mahakama bila kuingilia uhuru wa mahakama kuweka utaratibu mahakamani ambapo haki itatendeka na haki itaonekana ikitendeka. Na utaratibu ni rahisi tu. Shauri hili sasa liko mahakama ya rufaa. Mahakama mbili hizi, mahakama ya rufaa na mahakama kuu hapa Dar es Salaam, ziko karibu. Sasa mahakama ya rufaa kwa namna ilivyojengwa ina ukumbi mdogo sana. Kutokana na udogo wa ule ukumbi wa mahakama ya rufaa, mahakama ya rufaa kwa kawaida kukiwa na mashauri yenye maslahi ya umma, mahakama ya rufaa inayaendeshea mashauri hayo kwenye jengo la mahakama kuu ambalo lina kumbi kubwa zaidi. Na pale mahakama kuu ukumbi mkubwa zaidi ni ule ukumbi namba 1 ambao una nafasi ya watu kukaa chini na una nafasi ya watu kukaa juu kwenye jukwaa. Kwa hiyo una nafasi ya wingi wa watu wengi zaidi. Taarifa nilizonazo mimi kutoka vyanzo vya mahakamani huko ni kwamba ule ukumbi namba 1 mahakama kuu kesho hauna kesi yoyote. Kwa hiyo mahakama ya rufaa ifanye utaratibu wa kuhamishia usikilizaji wa shauri hili kufanyikia katika ukumbi wa mahakama kuu namba 1 ili kutoa nafasi pana ya wingi wa watu wa kuingilia mahakamani kufuatilia shauri hili. Kwa hiyo natoa mwito kwa wasajili wanaohusika wa mahakama. Msajili anahusika na mahakama ya rufaa, msajili anahusika na mahakama kuu, kuchukua hatua za haraka za kiutawala kuepusha hatari na shari inayoweza kusababishwa na hizi haya matendo yaliyofanywa ya kutengeneza mazingira ya watu kuanza kugombana kwa jambo ambalo watu hawastahili kabisa kugombana. Na nitoe mwito wa wazi kwa jaji mkuu na jaji kiongozi kama watendaji na viongozi wanaosimamia muhimili wa mahakama katika majukumu sio tu ya usimamizi wa haki na majukumu ya kiutawala, kuweza kuingilia kati jambo hili ili mahakama kwa ujumla wake, mahakama ya rufaa na mahakama kuu, isipate aibu ya kuonyesha kwamba imeshiriki njama za kudhibiti watu, idadi ya watu na uhuru wa watu kuwepo kwenye mahakama ya umma ambayo ni mahakama ya wazi, ni open court, kusikiliza shauri kubwa kabisa la uhaini, shauri linalomhusu kiongozi wa kisiasa anayeongoza chama kikuu cha siasa Tanzania, mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Kwa upande wa kwanza ni upande wa mahakama. Upande wa pili ni upande wa jeshi la polisi. Mambo mawili kwa jeshi la polisi. La kwanza, wapuuze taarifa za uongo za ndani ya jeshi la polisi lenyewe zinazodaiwa kuwa za kiintelijensia, kwamba watu wa Chadema, maana kuna habari hizo wamelishana uongo huko ndani kwamba Chadema inataka kufanya vurugu ya wanachokiita kumuokoa Tundu Lissu kutoka kwenye mikono ya magereza na mikono ya polisi. Uongo mtupu. Uongo ambao umetengenezwa ili kutekeleza nia ovu ya kupiga raia na kupiga wananchi na kufanya vurugu. Watu wa polisi wenye kuheshimu utawala wa sheria, haki na maadili waepukwe kuingizwa kwa uongo kwenye mzozo na mgogoro ambao utalichafua zaidi jeshi la polisi ambao tayari limeshajichafua kwa matendo mbalimbali ya siku ya nyuma. Badala yake jeshi la polisi, na hapa ni mzungumze na IGP kwa sababu bahati mbaya sana polisi kanda maalum Dar es Salaam na polisi maeneo haya yanayohusika na eneo hili mpaka wameamua kupanga hayo walioyapanga, Manake ni kwamba wameshakubali uongo huo na wanaongozwa na uongo katika kupanga utaratibu wa ulinzi na usalama katika jambo
lenye maslahi ya umma ya wazi kabisa. Kwa hiyo nitoe mwito kwa mkuu wa jeshi la polisi IGP kuweza kufuatilia jambo hili. Jeshi la polisi kwa ujumla wake wasikubali kuingizwa katika kuchafuliwa wote kwa umoja wao kwa sababu ya matendo ya watu wachache ambao wanaacha kufanya kazi kwa ukweli, kwa haki, kwa uweledi. Na tukumbushe jeshi la polisi, na nikumbushe IGP, matendo kama haya ya taarifa za uongo zinazoitwa za kiintelijensia ndio yalifanya jeshi la polisi likapiga watu mahakama ya Kisutu pale wakati kesi ya mwenyekiti Lissu inakwenda kwenye hatua ya komito mwezi Aprili mwaka 2025. Wakapiga watu, wengine wakabebwa wakaenda kupigwa huko maporini, Mabwepande na mapori mengine, wakatupwa, wakadhalilishwa. Na sio wana viongozi wa Chadema peke yake, viongozi, wanachama, mpaka baadhi ya waandishi wa habari wakiwa wanatekeleza wajibu wao wa kisheria. Lile jambo lile doa lile bado liko mikononi mwa jeshi la polisi, na bado sisi tunaendelea kusisitiza hatua mbalimbali zichukuliwe na wadau mbalimbali kuhusu yale matukio ya Aprili 2025. Kwa utaratibu huo wa kupeana taarifa za uongo, ndio jeshi la polisi mwaka 2024 tarehe 12 mwezi August kwenye siku ya vijana kule Mbeya lilisababisha watu tukapigwa bila sababu za msingi, watu wakaumizwa, watu wakakamatwa kwa taarifa za uongo tu zinazoitwa taarifa za kiintelijensia, za uongo kabisa ambao haupo. Sasa safari hii tena jeshi la polisi linataka kusababisha matatizo makubwa kwa kuendeshwa na uongo baadaye ya ukweli na uweledi. Kwa hiyo hizi njama za kutaka kuwavalisha watu sare za Chadema wafanye vurugu, alafu jeshi la polisi lipate uhalali wa kupiga watu na kuumiza watu wasiohusika kwa mambo ya uongo, hizo njama zikome. Tumeamua kuzisema wazi kwenye vyombo vya habari, hizo njama zikome, ili kesho kesi isikilizwe kwa njia za haki, kwa njia za amani. Sisi Chadema, pamoja na kuumizwa kwetu na kudhalilishwa kwetu na kupitishwa kwenye mambo mabaya yasiokuwa ya haki kabisa, lakini tumekuwa chama kinachoheshimu utawala wa sheria. Tunaamini kwamba mwenyekiti Lissu atasimamia haki kama ambavyo umesimamia muda wote, na sisi tutakuwepo mahakamani kufuatilia kuhakikisha haki inatendeka, na haki inatendeka kwa wazi, na haki itendeke ikionekana wazi ikitendeka. Kwa nimalizie kwa kutoa mwito kwa wananchi na wadau wa haki na demokrasia walioko hapa nchini kujitokeza mahakamani kufuatilia kitakachoendelea katika kesi hiyo. Nitoe mwito kwa vyombo vya habari kujitokeza mahakamani, na kwa haya niliyoeleza, mna wajibu wa vyombo vya habari kuwepo nje ya mahakama na ndani ya mahakama, ili matukio yote yatakayoendelea siku ya kesho katika viunga vya mahakama zote mbili, mahakama ya rufaa na mahakama kuu, yamulikwe na nyinyi kama muhimili wa 4 wa dola, fourth estate, mkatimiza huo wajibu wenu. Na nitoe mwito kwa wadau wa kimataifa na vyombo vya habari vya kimataifa, vile ambavyo wadau watakaoshindwa kuwepo mahakamani kesho na vyombo vya habari vya kimataifa vitakavyoshindwa kuwepo mahakamani kesho, bado wadau wote hawa nao watumie njia zao na watumie vyombo vilivyoko na wadau walioko pale mahakamani kuweza kufuatilia jambo hili vile vile, ili jamii ya kimataifa nayo imulike hayo ya matendo dhalimu na haramu yanayokusudiwa kufanywa mbele ya viunga vya mahakama siku ya kesho ya tarehe 11 mwezi Juni mwaka 2026. Kwa ni hilo ambalo tumewaitia kwa dharura kidogo, kwa sababu ya tukiona tusisubiri mpaka kesho matatizo yatokee afu ndio viongozi tuseme tulijua au tuliambiwa, katika jambo ambalo linaweza kudhibitiwa kwa ukweli, kujulikana na kila mdau kwa namna yake kuchukua hatua pale anapoweza kuchukua. Kwa nikaribishe maswali kama kuna maswali kuhusiana haya niliyoyazungumza leo. Karibuni. Ndio. Asante. Mimi naitwa Joseph, natoka Techango. Katibu mkuu, tunafahamu matukio yaliyopita ya mwaka jana ya wanachama kupigwa. Nitaka kufahamu kwa sababu wanaoumia ni watu. Kama chama mpaka kwenye ile matukio, sababu kwa mna ushahidi wote kuhusu namna polisi wameshiriki, video zilikuwepo, kila kitu. Nadhani mara mwisho katibu mkuu alisema kwamba zile video zitakusanywa na nyingine mtazifanyia kazi. Labda kisheria
ni hatua gani ambayo mmeichukua kuhakikisha kwamba mnawalinda wanachama wenu, kwa sababu wao ndio wahanga wakubwa wa hayo matendo ya polisi? Mnawalinda vipi kisheria, kwamba walau hata muwe na shtaka la kisheria mahakamani kuichallenge polisi kwa matendo ambayo inayafanya, walau mnapokuja kuzungumza mnakuwa walau na hiyo mlango wa kisheria ambao unakuwa unawalinda, mnakuwa na hizo facts za kisheria. Sasa pili, nimepata taarifa za kiintelijensia kwamba wanao wamechukua tayari, polisi wameshafanya matendo yao, wamechukua sare zenu, wana huo mpango wa kufanya wanayoyafanya. Labda unaweza kuwaambia Watanzania, kwa sababu jeshi la polisi liko kwa renki kwa kanda maalum ya Dar es Salaam, linaongozwa na RPC, yupo na ZDCO, labda ni kiongozi wa jeshi la polisi au ni polisi wote specific? Asante. Shukrani. Kuna swali lingine? Karibu. Asante. Katibu Mkuu, Pamoja na kuwa na kufahamu, jitambulishe kwa minajili ya watu wanaofuatilia hii. mimi ni Bakari nipo Mwananchi. Ndio. Nimezungumzia, amepata taarifa. Hiyo taarifa ambayo mwenyekiti amepewa na uongozi wa mahakama au amepewa na nani, hapo kwamba kesho ukienda mahakamani watu 40 tu upeleke tena kwa majina uorodheshe. Ni watu gani amemwambia mwenyekiti wa uongozi wa mahakama au? Sawa. Shukrani. Swali lingine kama lipo? Sawa, naomba nijibu haya. Nianze na Joseph wa Chanzo. Ni kweli matukio kama haya yameshatokea nyuma. Nimetoa mfano wa tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2024 na tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2024. Viongozi tulipigwa Mbeya na wanachama walipigwa Mbeya na jeshi la polisi. Na ni ukweli vile vile kwamba mwezi Aprili mwaka 2025 viongozi, wanachama na waandishi wa habari walipigwa Dar es Salaam mbele ya mahakama ya Kisutu. Matukio ya Mbeya yalipotokea, tulifanya mkutano na nyinyi waandishi wa habari hapa na tukasema tutachukua hatua za kisheria dhidi ya jeshi la polisi. Kitaasisi jukumu lile tulimkabidhi mwenyekiti Tundu Lissu kama vile vile wakili, na alikuwa katika hatua za mwisho sana za kukamilisha ufunguaji wa ile kesi kabla ya kukamatwa. Nakumbuka mimi mwenyewe tu binafsi aliniomba vielelezo vyote, nikampatia vya mambo yote yaliyotokea kwa upande wangu, na alichukua kwa upande wa Joseph Mbilinyi Sugu na kwa wengine. Lakini mwenyekiti akakamatwa, na walipokamata ikasababisha zile nyaraka za ufunguaji wa kesi ambazo alikuwa nazo, mawakili wengine wakashindwa kupata ile transfer ya haraka ya hiyo transition ya kesi. Katibu Mkuu nilielekeza wakili mwingine tena kuanza upya mchakato wa hii kesi. Kwa hiyo itachukua muda kwa sababu tu ya hiyo baadhi ya nyaraka kutokuwa mikononi mwa mawakili ambao wanashughulikia sasa. Lakini kuna baadhi ya watu waliopigwa Mbeya walifungua kesi Dodoma. Kwa kuna kesi ambayo ilikuwepo Dodoma kuhusiana na shauri la watu kupigwa Mbeya. Kwa haikupita tu hivyo bila hatua kuchukuliwa. Kwa hiyo ni kesi ya Mbeya. Kwa hiyo nataka kusema tu yale ya Mbeya hayajaisha bado hatua zitaendelea kuchukuliwa. Sasa haya ya Dar es Salaam ya Kisutu, na yenyewe tulisema kwamba tutachukua hatua. Tuliomba wadau mbalimbali wachukue hatua, lakini na sisi tuchukue hatua vile vile. Upande mmoja engage taasisi mbalimbali za kimataifa, zilichukua video zile, zilichukua ule ushahidi, na ni mambo ambayo yanashughulikiwa vile vile kimataifa, na nisingependa katika hatua hii kuingia undani sana juu ya kinachoendelea. Lakini rai ya ujumla ambayo naitoa, sisi Chadema tumekuwa wahanga wa mashambulizi mengi kidogo, kwa kiwango ambacho tumekuwa na kesi nyingi kwa wakati mmoja. Huku kuna kesi ya zuio la chama na mali za chama, huku kuna kesi ya mwenyekiti Lissu, huku kuna kesi za viongozi wamefunguliwa huku na huku tuna kesi dhidi ya msajili wa vyama vya siasa. Sasa kutokana na wingi wa kesi tulizonazo, tunashambuliwa kwa njia nyingi na tunaitumia mahakama kujilinda kwa njia mbalimbali katika kusimamia na kutetea haki. Mawakili wetu wanazidiwa na mzigo wa mashauri vile vile katika kushughulikia yote kwa wakati mmoja. Kwa nitoe mwito wa wazi vile vile kwa mawakili mbalimbali, kama kutakuwa na mtu atakuwa na interest ya kusaidia kesi ya Mbeya pro bono, tutamshukuru ajitokeze. Kama kuna mtu atakuwa anataka kusaidia kesi ya watu waliopigwa Dar es Salaam Kisutu mbele ya mahakama pro bono, tutashukuru, ili kuwe na usaidizi mwingi zaidi wa kushughulikia mashauri mengi ambayo
ambayo tunayo. Lakini kwa kutumia timu yetu ya mawakili, kwa kadiri ya mzigo wao unavyopungua, tuta-update vile vile hatua gani tutachukua. Lakini niwaombe sana, hili la majibu yangu juu ya hizi kesi lisiwe habari kuu ya leo, ili tusitengeneze diversion, tukadivert kutoka katika jambo kuu ambalo ni kuhusu ya kesho, yanatakiwa kutokea kesho. Kwa haya ya kihistoria ya Mbeya, ya Kisutu, ya mwaka 2024 na 2025 yasihamishe mjadala juu ya matatizo makubwa ambayo yanaweza kutokea kesho iwapo mahakama, jaji mkuu, jaji kiongozi na wasajili wa mahakama hawataingilia kati, na jeshi la polisi ngazi ya taifa, IGP na timu yake hawataingia kati kuliokoa taifa na mambo yatakayotengenezwa kesho na watumiwa wakuu wakiwa jeshi la polisi. Umeuliza sasa hizi taarifa za kiintelijensia, huu mpango huu ni polisi ngazi ipi? Ni jeshi la polisi lote au ni baadhi? Katika hatua hii, wakati tunafuatilia taarifa zaidi, tunabebesha hili zigo la huo udhalimu na hiyo haramu inayopangwa kufanyika kesho kwa kanda maalum Dar es Salaam na mkoa wa kipolisi wa Ilala na wilaya zake zinazohusika na eneo hilo la mahakama hizi mbili, mahakama ya rufaa ambayo iko pale Kivukoni na mahakama kuu ambayo iko na yenyewe Kivukoni, lakini zikiwa zimetenganishwa katikati na hoteli ya Kilimanjaro Kempinski pale. Kwa wale ambao wanaitawala lile eneo kipolisi, ndio ambao kwa sasa tunawatuhumu kuhusika na njama za, kwanza kuna njama za kutengenezwa kwa vurugu pale, lakini pili kuna njama za polisi kujiandaa kutumia silaha na nguvu kwa kisingizio cha kudhibiti vurugu zilizotengenezwa, lakini target ikiwa ni kushughulikia viongozi na wanachama wa Chadema. Tunasema hizo njama zikome na zikomeshwe, na ndio maana tunataka sasa jeshi la polisi ngazi ya taifa, IGP, mkuu wa jeshi la polisi, na walio chini yake ambao wanahusika na operation waweze kuchukua hatua kuhakikisha kwamba hali hiyo haijitokezi. Kama wanahusika wengine zaidi, katika wakati mwafaka tutazungumza, lakini kwa sasa tuseme hayo tu na tuwashukuru sana kwa kuja kwa ghafla, kwa short notice, na kwa wale ambao mmechelewa mtuie radhi, na kwa sababu tulikuwa ni short notice na mazingira ya mvua, niwaombe sana mchukue content kutoka kwa wenzenu ili yale ambayo tumeyazungumza yatoke mapema sana, ili kudhibiti hicho ambacho kitatokea kesho kisitokee kwa umma kufahamu ukweli, na wale wanaohusika kufanya kazi kwa haki na kwa uweledi. Kwa hiyo nawashukuru sana wanahabari kwa kweli kwa kuitikia mwito wetu wa short notice. Asanteni sana. Swali lako umeuliza juu ya Bakari kuhusu nani alipeleka barua kwa Lissu, uongozi wa mahakama au magereza au nani? Kwa kadiri ambavyo nimekuwa briefed, kwa sababu bahati mbaya sisi viongozi tumenyimwa access ya kumuona Tundu Lissu mpaka sasa. Kwa ningeona naye maana yake ningepata jibu la moja kwa moja kutoka kwake, na nimekuwa briefed vile vile kwamba baadhi ya mambo yanayofanyika haya ni kwa nia vile vile kuondoa kwa udhibiti wananchi, wanachama, wadau wa ndani na nje ya nchi kufuatilia kesi ya Lissu, lakini wanataka vile vile viongozi tusipate access yoyote ya kuwa karibu na Tundu Lissu kesho akipelekwa mahakamani, kama ambavyo wametunyima gerezani, watunyime vile vile mahakamani. Sasa nani aliyepeleka hili? Hiyo barua imepelekwa na mahakama, imepelekwa na utawala wa mahakama, na magereza wameipokea, na mwenyekiti Lissu amepewa. Sasa pamoja na kuwa barua imeandikwa na utawala wa mahakama, na utawala wa mahakama unazungumza kuhusu ofisi ya msajili wa mahakama, wanahusika na logistics pale za utendaji wa mahakama, imesainiwa na nani kwa jina na kwa cheo siwezi kusema kwa sababu hiyo barua sina hapa mkononi. Mahakama mkiwauliza inabidi wawaambie nyinyi vyombo vya habari nani kwa jina aliyepeleka hiyo barua na nani kwa cheo aliyepeleka barua, lakini barua imepelekwa na mahakama. Sasa kuna pattern ya matendo hapa ambayo inaashiria
hiyo barua kupelekwa sio jambo la mahakama peke yake. Kitendo cha polisi kutengeneza logistics hizi ni hizo zizungumza, hizi zinaashiria kwamba kuna uwezekano mkubwa wa uwepo wa mawasiliano kati ya polisi na mahakama katika kupanga hicho kinachotaka kupangwa, ambacho hakipo kwenye sheria, hakipo kwenye mifumo ya haki. Rai yangu kwa mahakama isifanywe mateka na jeshi la polisi. Mahakama isiingiliwe uhuru wake na utendaji wake na jeshi la polisi. Mahakama ni chombo cha juu zaidi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania cha kutenda haki. Mahakama itumie mamlaka yake katika kuhakikisha kwamba haki inatendeka na haki inaonekana ikitendeka. Mahakama ndio inatakiwa iwekee jeshi la polisi utaratibu wa nje ya mahakama, katika eneo la corridor ya mahakama, kwenye environment, viunga vya mahakama, juu ya utaratibu wa kuhakikisha haki inakuwepo ya watu kuingia mahakamani kusikiliza kesi kwenye open court kwa uhuru na kwa haki. Na katika nchi zetu hata Tanzania hii mambo yameshafanyika. Mahakama zimekuwa ziko wakati mwingine zinaamua kuweka mpaka vipaza sauti ili haki inayoendelea ndani ya chumba cha mahakama isikike mpaka kwa watu wengine ambao hawajaweza kuingia ndani ya chumba cha mahakama. Sasa hapa ni jaribio kubwa sana kwa mahakama yetu ya juu zaidi. Maana kuna mengine yalikuwa yanalalamikiwa Kisutu, ningesema hii mahakama ya hakimu mkazi ni ya chini kidogo. Kuna mengine ni ya mahakama kuu, sema ni mahakama ya juu. Sasa leo mahakama ya juu kabisa katika nchi yetu, mahakama ya rufaa, leo iko kwenye jaribu na kesho itakuwa majaribuni. Kama inaweza kusimamia viwango vya haki vya kimahakama vya kitaifa kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, na kwa vya kimataifa kwa mujibu wa mikataba ambayo nchi yetu imeridhia inayohusu uendeshaji wa mahakama na usimamizi wa haki. Kesho ni jaribio kwa mahakama ya rufaa, na rai yangu ni kwamba walifaulu hilo jaribio, kwa sababu sio sisi Chadema tu tunahusika na hili, na sio sisi Chadema tu tunaotazama kuona kama mahakama itatenda haki na haki itaonekana ikitendeka. Ni dunia inaitazama Tanzania kesho, na dunia inaitazama mahakama ya Tanzania kesho. Kwa hiyo niwatakie heri tu wote wenye mamlaka na wenye uwezo wa kufanya maamuzi ndani ya mahakama, kuyafanya hayo maamuzi kwa haki na kwa uweledi na kwa kuongozwa kwa katiba ibara ya 107 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niwashukuru sana. Bakari, naamini nimejibu sasa swali lako. Haya, nawashukuru sana.